Sasa wakati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anachukua uongozi wa nchi, mikopo ya elimu ya juu ilikuwa ni shilingi bilioni 464. Mikopo ya elimu ya juu ilikuwa ni shilingi bilioni 464. Na ilikuwa inacheza hapo kwa muda. Aliapishwa nadhani mwezi wa 3 kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aliagiza wakati huo tuko bungeni, waziri wa fedha anakuja ambaye ni waziri wetu mkuu sasa hivi. Alisema nimeelekezwa na rais tuongeze mikopo ya elimu ya juu. Na ile napenda nilisema ili wanafunzi wa vyuo vikuu walielewe hili. Hata kama bado kuna changamoto, tuangalie mwelekeo wa rais wetu. Ameapishwa mwezi wa 3. Mimi nafikiria unapoapishwa kama rais mambo mangapi unabidi uyafanye kazi. Lakini alikumbuka elimu ya juu. Alituambia Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba wakati wa waziri wa fedha kwamba ameagizwa na rais aongeze mikopo ya elimu ya juu ikafika bilioni 570. Sasa hivi leo maoteo ya mikopo ya elimu ya juu, maoteo tulionayo ni trilioni 1.2. Ni zaidi ya mara 2 ya kile ambacho rais wetu alikuta. Kwa hiyo wakati anazungumza pale bungeni, tutaongeza huku tayari utekelezaji unafanyika kwa sababu serikali inafanya kazi. Wakati tunaongea na umma kitu ambacho kimechakatwa. Tayari kilikuwa kishafanywa uchakataji na rais wetu hapo aliposema tumefikia huko. Labda jambo jingine nilisema ambazo rais wetu alisema niwaeleze ambalo utekelezaji wake umefanyika. Alisema yafuatayo katika hotuba yake bungeni. Hapa na nukuu maneno yake mwenyewe. Maneno ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Alisema, tunapotekeleza maendeleo jumuishi, tutatekeleza jitihada tulizozianza na kuweka miundombinu na vifaa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum pamoja na kuendeleza fursa muhimu za kuwasomesha na kujiendeleza watoto wenye magonjwa adimu ya rare diseases wanaosomea majumbani. Mwisho wa kunukuu. Hilo alisema bungeni tarehe 14 Novemba. Hata siku 100 hazijesha. Kwa sababu aliahidi kule wakati ashatoa maelekezo huku. Tayari wizara imenunua na kusambaza. Mtaona mfano wa huyu anasomea nyumbani. Kwa sasa hivi hapa Tanzania utafundishwa, kama huwezi kabisa kwenda shuleni utafuatwa nyumbani kufundishwa. Ukiwa na changamoto ngumu sana utapelekwa shule maalum, Lukuledi kule Mtwara, Patandi, Arusha, na tunamalizia kujenga shule nyingine kule Geita. Kwa hiyo ni mfano mmoja uliouona tu. Lakini kwa wale ambao wanaweza kuchanganyikana na wanafunzi wengine, maelekezo ni kwamba tujitahidi tusiwatenge. Wachanganyike na wanafunzi wengine, wajisikie sehemu ya jamii. Sasa tangu alivyotoa ahadi hii rais wetu, naomba niwaeleze kwamba wizara imenunua na kusambaza vifaa vya kidijiti na saidizi vyenye thamani ya shilingi bilioni 5.4 kwa ajili ya walimu wa shule za msingi na sekondari, wakufunzi na walimu tarajali wenye ulemavu katika vyuo vya walimu nchini ili kurahisisha ujifunzaji na ufundishaji. Jumla ya wanufaika 1055 katika halmashauri zote 184 walinufaika na utaratibu huu. Baadhi ya vifaa tulivyonunua ni pamoja na kompyuta mpakato 688, Braille Note Touch Plus 19, Voice Recorder 377, Tablets for Sign Languages kwa ajili ya wale wanaoongea kwa alama 196, Perkins Brailles 130, vifaa vya kusaidia kusikia 121, Everest D Braille Embosser. Yani kuna mashine ambayo kama wewe huwezi kuona na ni mwalimu unataka kufundisha, una printer, una kama kompyuta yako, unaposhika vile vibonyezo vile vina nukta nundu. Kama ni A unajua labda ni nukta 1 na kadhalika. Kwa unaweza kachapa kwa kutumia nukta nundu, alafu kiprint inatoa maandishi ya kawaida unawapa wanafunzi. Hivyo vyote tumefanya baada ya rais wetu kuhutubia bunge, pamoja na viti mwendo na vifaa vingine vyote ambavyo tumevitoa. Na huu ni muendelezo wa yale ambayo tulishaanza katika serikali ya awamu ya 6
na pengine nyie wenzetu waandishi wa habari mtakuwa mmeona kila mwaka huwa tunagawa vifaa vya kuwasaidia wanafunzi wenye mahitaji maalum, na vitabu vyote vinavyochapishwa na serikali, vyote kuanzia elimu ya awali mpaka kidato cha 6, kila kitabu tunatoa vile vile nakala ya vitabu kwa wale wenye mahitaji maalum. Kwa mfano, wenye uoni hafifu, wengine wanatengenezwa vitabu vyenye maandishi makubwa, utaona kitabu chenyewe ni kikubwa zaidi ili aweze kuona. Lakini wale ambao haoni kabisa, vimetengenezwa vitabu vya nukta nundu, lakini naambiwa tu tunavita braille kwa heshima yule aliyogundua, ili mtu anaweza kasoma kwa mkono hata kama haoni kilichoandikwa hapa. Vitabu vyote vya hisabati, kila vitabu ambavyo tayari tunavyo shuleni vinatengenezwa na Taasisi ya Elimu Tanzania, tuna counterpart ya vitabu ambavyo vinasaidia wale wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo rais wetu alivyotoa ahadi hiyo, ametoa ahadi ambayo ukweli kwa kiasi kikubwa sana utekelezaji wake unaendelea. Alisema, na haya ni maneno yake mwenyewe, kwa upande wa elimu katika miaka 5 ijayo tunaanza utekelezaji kamili wa maboresho ya sera ya elimu inayosisitiza elimu ujuzi. Tutaendelea kuweka mkazo zaidi kwenye masomo ya sayansi na hisabati, yani STEM. Azma yetu ni kuongeza wanasayansi wabobezi katika eneo la sayansi ya data, akili unde, sayansi ya kompyuta na teknolojia za viwanda. Tutatumia mfuko wa Samia Scholarship kusomesha wanasayansi hawa ndani na nje ya nchi. Jambo hili litakwenda sambamba na kukamilisha shule maalum za sekondari za wasichana za sayansi na zile za vipaji za wavulana katika kila mkoa. Ili kuhakikisha mitaala na syllabus zetu zinatekelezwa kikamilifu, tutaunganisha kwa njia ya kidijiti shule za vijijini na mijini ili kubadilishana uzoefu na taarifa. Sasa hii ni moja rais wetu alizungumza pale bungeni. Maboresho ya elimu na utekelezaji wake nitaeleza mwishoni. Hebu twende kwenye hilo alilosema, tutajitahidi kuwekeza zaidi katika sayansi na teknolojia. Na alisisitiza zaidi katika eneo la sayansi na hisabati, lakini alizungumza swala la sayansi ya data, akili unde. Akili unde ni akili iliyoundwa. Hii akili tulionayo imeumbwa. Na sisi sasa hivi kwenye sayansi na teknolojia tunaunda akili, ndio inaitwa akili unde. Wengine walikuwa wanaita akili bandia au akili mnemba, lakini akili unde. Sayansi ya kompyuta na teknolojia za viwanda. Hili rais wetu aliahidi ndani ya bunge, na alisema ili kufikia azma hii tutasomesha vijana ndani na nje ya nchi katika masuala ya sayansi na hisabati katika maeneo hayo aliyoyataja. Tumefikia wapi? Hii ni ahadi alitoa bungeni. Hakuweka time frame. Tunajua hiyo ni katika miaka 5 ijayo. Hasa napenda kuwaambia hata siku 100 hazijesha. Tayari utekelezaji umeanza katika maeneo yafuatayo. Katika ile azma yake ya kuwapeleka Watanzania kwenda kusoma nje katika masuala ya sayansi na hisabati na teknolojia kwa ujumla, hasa data science, artificial intelligence and allied sciences, utekelezaji wake mpaka sasa hivi ni kama ifuatavyo, na wengine mnajua kwa sababu juzi jana tulikuwa wote Dar es Salaam. Tayari vijana 16 waliofanya vizuri zaidi katika mitihani yao ya kidato cha 6, ambapo matokeo yalitoka mwaka jana mwezi wa 7 tarehe 7. Yalitangazwa na Baraza la Mitihani la Tanzania. Vijana 16 kati ya wale 50 waliofanya vizuri sana wanaondoka kwenda Afrika Kusini, Chuo Kikuu cha Johannesburg, kwenda kusomea degree ya kwanza, shahada ya kwanza katika masuala ya data science, akili unde na sayansi za namna hiyo. Tuliwaga jana. Nadhani wanaondoka kesho kwenda Johannesburg. Siku 100 hazijesha. Utekelezaji umeshafanyika. Kwa nini wanapelekwa Johannesburg? Wanapelekwa Johannesburg kwa sababu hiki chuo kina utamaduni mzuri sana wa kufundisha kwanza vizuri sana masomo ya science na engineering na data science, kati ya vyuo bora sana Afrika na katika vyuo vinavyotambulika vizuri sana duniani, lakini vina muunganiko mkubwa sana kati ya taaluma inayotolewa madarasani na shughuli zinazofanywa kwenye makampuni ya teknolojia. Kwa vijana 16 wa Tanzania waliomaliza kidato cha 6 ambao wanaenda kusoma Afrika Kusini, Chuo Kikuu cha Johannesburg, ambao wamechaguliwa kwa kufanya vizuri tu darasani kwenye tahasusi za science ambazo zina advanced mathematics. Watakapokuwa wanasoma kule, si tu kwamba watapata elimu iliyo bora, watakuwa wanapata fursa ya kufanya
kazi na kujifunza kwenye makampuni ya teknolojia yaliyoko pale Johannesburg. Katika wanafunzi hao 16 ni kati ya wanafunzi 50 ambao rais wetu alishaagiza wakati anatoa ahadi. Wakati rais wetu anatoaga ahadi, kuna mambo mengi tayari ameshasema yaanze kufanywa kazi, kwa sababu ahadi zake hazitoi bila kuwa na nia ya kutekeleza. Alishatoa maelekezo kwamba tuanze kujiandaa kupeleka vijana nje kwenda kusoma haya maeneo ya teknolojia ambayo yanaenda kwa kasi sana duniani. Sasa hivi utashangaa ukitumia artificial intelligence. Sasa hivi unaweza ukachukua kompyuta tu ukaweka, mkaongea, ikatafsiri, nikakaa sehemu nyingine nikasoma mnachoongea. Si mnafahamu hilo? Inaweza kumchukua Profesa Mushi hapa kwa picha yake, alafu ikamfanya anacheza mziki, anacheza bolingo au kwaito, au mimi nikaonekana nacheza kwaito na wakati siwezi kabisa kucheza kwaito. Kwa akili unde ina mambo hayo, lakini ni muhimu sana katika masuala ya uzalishaji ya kilimo, masuala ya afya, masuala ya ulinzi na usalama, na dunia inaenda kwa kasi sana. Hivi karibuni huenda tukashangazwa jinsi ambavyo baadhi ya kazi zitakuwa hazina umuhimu na kazi mpya zitaibuka zinazohitaji utaalamu katika matumizi ya akili unde. Kwa hiyo rais wetu alikuwa ashaagiza kwamba tuweke kwenye budget fedha za kuwapeleka vijana nje. Kwa hiyo wakati anatoa ahadi hii bungeni, alitoa ahadi kwa sababu alishatuagiza sisi, maelekezo kwetu, ahadi kwa Tanzania. Ahadi ya 3 ni mpango wa pamoja kati ya waajiri, vyuo vya ufundi stadi yani VETA na vingine pamoja na vyuo vikuu kwa lengo la kulinganisha mafunzo na mahitaji ya sekta za kipaumbele kama nishati, tehama na viwanda vya kuongeza thamani na maeneo kama hayo, na kuwafanya wanafunzi wa VETA na vyuo vingine wanapotoka madarasani waweze kuchukuliwa viwandani na maeneo ya kazi ili waweze kufanya mazoezi na wawe tayari zaidi kuingia katika soko la ajira. Kwa hiyo ahadi ni kuwa na huo mpango wa pamoja. Ningependa kutoa taarifa kwamba mpango wa pamoja kati ya waajiri, vyuo vya ufundi yani VETA na vyuo vingine pamoja na wadau wengine tayari umekamilika. Wizara kwa kushirikiana na wadau kutoka sekta za umma na sekta binafsi imeandaa mfumo wa kiunzi yani framework. Kiunzi hiki kitazinduliwa tarehe 9 mwezi Februari mwaka huu, na tunawaalika wote. Tayari tunajua kuna mwitikio mkubwa sana wa wadau hawa kuja. Nadhani shughuli itafanyika Mlimani City. Utakuwa ni ukumbi, utakuwa umejaa, umesheheni sana. Tutazindua kiunzi hiki yani framework hii kwa ajili ya utekelezaji. Katika harakati za kuandaa kiunzi hiki kutekeleza yale ambayo rais wetu alikuwa ameahidi, kazi mbalimbali zimefanyika. Kwa mfano, kwa kutumia mradi wa Higher Education for Economic Transformation hapa nchini, tumeunda Industrial Advisory Committees 33, yani kamati za ushauri wa masuala ya kazi viwanda kati ya vyuo vikuu na vyuo vya elimu ya juu na maeneo ya uzalishaji kama viwanda. Tayari tuna kamati 33 na tumesaini hati za makubaliano MOU 255 kwa vyuo vya elimu ya juu, vyuo vikuu, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunajenga muunganiko mzuri kama alivyoahidi rais wetu kati ya elimu na taaluma tunayotoa darasani na maeneo ya kazi. Kwa kiunzi tunachoenda kukizindua hakiji kutoka hewani. Tunazo hati za makubaliano MOU 255, na ndio maana mialiko yetu yote tuliyopeleka kwa wadau, uitikio umekuwa mkubwa na ukumbi ni mkubwa. Mtaona kwamba utakuwa umejaa sana na mtapata taarifa nzuri zaidi kuhusu jambo hili. Kwa hii ni kwa ajili ya elimu ya juu. Lakini vile vile kwa upande wa VETA wanazo advisory committee 6 na wamegawa masuala ya kuunganisha mafunzo ya VETA na shughuli za uzalishaji kama ifuatavyo. Wao wanaita clusters. Kuna cluster ya kilimo, cluster ya uchukuzi na viwanda, cluster ya michezo na sanaa, cluster ya uchumi wa buluu na madini, cluster ya utalii, tehama na huduma za biashara, na cluster ya ujenzi na makazi. Tayari mamlaka ya VETA hii inayosimamia vyuo vya serikali vya elimu ya ufundi na ufundi stadi imesha saini hati za makubaliano 50. Na hili nilifafanue kidogo. Kwa mfano, sisi baada ya kuona maelekezo ya rais wetu, VETA wameelekezwa
waangalie viwanda vinavyozalisha vizuri. Vingine vinazalisha suti. Kuna Tanzania wanatengeneza suti nzuri sana kama hii. Nadhani wale wanaofanya hivyo tumewaagiza VETA watekeleze maagizo ya rais kwa kusaini hata makubaliano na wazalishaji hao, ili wanafunzi wa VETA wajifunze kwenye vyuo na wajifunze viwandani, na viwanda vijaribu kuleta ujuzi huo kwa wanafunzi hao. Kadhalika tunafanya hivyo kwa seremala. Tumeweza kusaini MOU vile vile na kampuni hii inayotengeneza madirisha ya Aluminium Emirates, kwa ajili ya wanafunzi wetu wanapojifunza kwenye vyuo vya VETA wanafundishwa na kampuni hii vile vile, wanaenda kufanya practice wakati wanafunga madirisha kwenye nyumba, ili wanafunzi wakimaliza wanakuwa tayari na uelewa. Kwa hiyo narudia tena, hii framework, kiunzi ambacho kitazinduliwa tarehe 9 mwezi wa pili, hakikujengwa kutokea hewani. Kimejengwa kutokana na juhudi kubwa ambayo imekuwa ikifanyika tangu rais wetu atoe ahadi hii, kuhakikisha kwamba tayari tuna makubaliano. Na ndio maana narudia kusema, mtaona mwitikio wa wadau ambao wanakuja ni wengi kweli kweli. Kadhalika tuna swala hili la NACTVET kwa ujumla, kwa sababu VETA ni mamlaka inayosimamia vyuo vya ufundi na ufundi stadi vya serikali, lakini tuna mamlaka inayosimamia vyuo vyote vya ufundi na ufundi stadi, mamlaka inaitwa NACTVET. Yenyewe imegawa maeneo yao katika sehemu 3 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunajenga muunganiko kati ya uzalishaji na ufundishaji darasani. Kwanza, biashara, utalii na mipango imewekwa katika kundi moja. Pili, afya na sayansi shirikishi upande mwingine, na mwisho sayansi na teknolojia zinazoendana na sayansi hizo katika maeneo mengine. Kwa NACTVET na wenyewe wanahimiza vyuo vingine vyote, hata vile ambavyo sio vya serikali, vihakikisha kwamba kweli vinaweka mikataba na makubaliano na maeneo ya uzalishaji, ili wanafunzi wanaposoma darasani waweze kuhakikisha kwamba wanapata fursa ya kujifunza kwa vitendo kupitia makampuni mbalimbali yanayozalisha. Kwa kiunzi hiki kitatuelekeza namna ya kutekeleza vizuri sana, kwa sababu NACTVET tayari wameshapanga hivi, tunajua tutakwenda vizuri. Lakini tuna mradi wa E-Strip hapa kwenye sekta yetu wizarani, na kuna baadhi ya vyuo tayari vimeanza kwa maelekezo kutekeleza makubaliano hayo ambayo rais wetu ameelekeza, ilikuwa ni ahadi yake. Kwa mfano, chuo chetu cha Dar es Salaam Institute of Technology kina Center of Excellence in ICT. Tayari kina Industrial Advisory Committee ambayo inaunganisha sekta ya huduma za ICT na shughuli za ufundishaji. Arusha Technical College ina vile vile na center ya inaitwa Renewable Energy, nishati jadidifu. Tayari wameshakubaliana na wadau kiasi kwamba kinachofundishwa darasani kinahakikisha kwamba kinaenda kufanywa kazi kwenye viwanda. Tuna Center of Excellence for Leather, shughuli za ngozi pale Mwanza, na vile vile NIT, masuala ya anga ya kurusha ndege, tayari tumeshaanza kutekeleza. Kwa hiyo nataka kurudia kwamba katika hizi ahadi ambazo rais wetu amezitoa, tayari kazi imeshafanyika ndani ya sekta kuhakikisha kwamba tunaingia makubaliano, tunajifunza yale makubaliano yanaendaje, tunajaribu utekelezaji, na baada ya kujifunza kimetengenezwa kiunzi, framework ambayo itazidi kutuguide kuhakikisha kwamba ahadi ya rais wetu inatekelezwa. Sasa ahadi ilikuwa kuwa na huo mpango mkakati ndani ya siku 100. Sasa sisi tumeshafika mahali pa kuwa na hati za makubaliano na wazalishaji. Tumejaribu kutekeleza, kuona inaendaje, na kwa pamoja tumeshirikiana kuwa na hiyo framework ambayo tunaenda kuizindua tarehe 9. Iliahidiwa, imetekelezwa, hata siku 100 hazije.